Meja Jenerali Abdullahi anasema sasa majeneza ni sehemu ya vifaa vya wanajeshi wa Marekani Asia Magharibi. Mkuu wa kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hatam al-Anbiya, ameandika ujumbe katika mitandao ya kijamii akisema majeneza ya Marekani sasa ni sehemu ya vifaa vyao kwenye eneo la Asia Magharibi. Meja Jenerali Ali Abdullahi, mkuu wa kamandi kuu ya Hatam al-Anbiya, ameandika kwenye ujumbe huo kwenye mitandao ya kijamii jeneza yao ni sehemu ya zana na vifaa vyao katika eneo hilo la Asia Magharibi. Jenerali Abdullahi ameongeza kuwa kinara wetu mpendwa na kiongozi aliyeuawa Imam al-Khamenei alisema kwamba enzi ya kupiga na kutoroka zimekwisha. Ni vyema kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu na vyombo huru vya kujitegemea, mamia ya wanajeshi wa Marekani wameuawa tangu nchi hiyo ilipoanzisha vita dhidi ya utawala wa kigaidi na unaofanya mauaji ya kimbari huko Palestina kwa Israeli mapema mwaka huu. Hata hivyo, Marekani na washirika wake wanazuia uchapishaji wa habari za uhalifu na majeraha yanayotokea katika safu zake kupitia udhibiti mkali wa vyombo vya habari. Vilevile, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu zimeshambulia meli mbili za mafuta katika lango bahari la Hormuz na kuzisimamisha baada ya kukiuka sheria na tahadhari zilizopewa. Kulingana na taarifa ya meli mbili za mafuta zilizokiuka sheria zilisonga mbele na kupita katika njia isiyo salama na huku zikipuuza indhari za Iran, zikidhani kuwa zingeweza kupita, zikisindikizwa na jeshi la Marekani linaloua watoto. Jeshi la IRGC limebainisha kwenye taarifa yake kuwa baada ya kushuhudia hatua kali kutoka kwa vikosi vya ulinzi vya Iran, meli nyingine 4 za kubeba mafuta zilizokuwa zimekadili haraka mkondo wake na kurejea zilipotoka. Jeshi la wanamaji la IRGC limehitimisha taarifa yake kwa kutoa onyo kali kwa jeshi la Marekani likisema sheria amri haramu za jeshi la Marekani lenye sifa. Jeshi la wanamaji la IRGC lilimaliza taarifa hiyo kwa onyo kali kwa jeshi la Marekani likisema uingiliaji kati na maagizo ya kinyume cha sheria inayotolewa na jeshi la Marekani linaloua watoto kwa meli katika eneo hilo hazitaachwa bila majibu. Hayo yakiendelea, mkuu wa kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hatam al-Anbiya, amezionya nchi za kanda hiyo kuhusu kushirikiana na Marekani, akisema nchi yoyote itakayotumika kama ngao ya ulinzi kwa Washington itaungua katika moto wa vita. Katika ujumbe uliotumwa kwa nchi za kanda ya magharibi mwa Asia Jumamosi, Jenerali Ali Abdullahi ameeleza kuwa Marekani inafuatilia kwa kasi inayoongezeka njia ya kuchochea vita vya kikanda, akielezea msimamo huo kuwa ni sehemu ya mkakati hatari unaolenga kupanua utawala usio halali katika eneo hili lote. Tunatangaza waziwazi kwamba nchi za Kiislamu zinapaswa kuwa na mtazamo wa mbali, zifuatilie uhalifu wa Marekani na zitathmini upya ushirikiano na mfungamano wao wa Marekani. Vinginevyo, nchi yoyote inayogeuza kuwa ngao ya kuilinda Marekani, mhalifu na mchokozi, itateketea kwa moto wa vita, amesisitiza mkuu wa kamandi kuu ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hatam al-Anbiya. Marekani imetumia kambi zake zilizotapakaa katika nchi za kanda hiyo katika vita vyake vya uchokozi dhidi ya Iran vilivyoendelea kwa siku 40 vilivyoanza tarehe 28 Februari. Katika kujibu hatua hiyo, Iran imeshambulia kambi za kijeshi na maslahi ya Marekani katika nchi hizo pamoja na shabaha za Israeli kwenye maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Kamandi Ali Abdullahi amesema kuwa vita vya karibuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimeonyesha kwamba Marekani, mtenda jinai, hasiti kufanya kitendo chochote cha uchokozi na uchochezi wa shari au uharibifu ili kufanikisha malengo yake ya kishetani kupitia kutumia rasilimali za mataifa ya Kiislamu. Vilevile, maripota wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wametoa taarifa pamoja wakisema kuwa raia 3375 wa Iran wameuawa katika mashambulizi ya kikatili ya Marekani na Israeli, wakiwemo wanawake wapatao 500, na kutoa wito kuwajibishwa Marekani na Israeli kwa uhalifu wao wa kivita, hasa kuhusu janga la shule ya msingi ya Minab. Wamesisitiza kwamba shule ya msingi ya Shajareh Taibi huko Minab, kusini mwa Iran, ilijulikana waziwazi kuwa ni kituo cha elimu cha raia na hakukuwa na dalili yoyote kwamba inatumika kijeshi, na kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya shule hiyo yamesababisha vifo vya wanafunzi 168 na wafanyakazi kadhaa wa shule. Maafisa hawa UN wamesisitiza kuwa hata hivyo, licha ya ukweli kwamba miezi 5 imepita tangu uhalifu huo ufanyike, Marekani na Israeli bado hazijachapisha matokeo yoyote ya uchaguzi wao kuhusu hujuma hiyo. Maripota wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa pia wamenukuu ripoti za kuaminika kwamba raia wa Iran wanakabiliwa na mada hatari ambazo utumiaji wake umepigwa marufuku kimataifa na unaweza kuwa na madhara makubwa kwa afya ya umma, hasa kwa wanawake, wasichana. Kwa uwezo wa Marekani wa kuzuia vitisho ndani ya mfumo wa dunia umeanza kushika kasi. Nguvu huwa na taathira kubwa zaidi pale panapokosekana haja ya kutumika nguvu yenyewe.
Kwa miaka mingi hali hii iliakisi nafasi ya Marekani katika mfumo wa dunia na wa baada ya vita baridi. Ushindi wa haraka wa Marekani katika vita vya Ghuba Uajemi vya mwaka 1991 uliimarisha mtazamo wa kimataifa kwamba Washington inaweza kuutwisha upande wowote hasimu matakwa yake ya kisiasa na kijeshi kwa gharama ndogo. Hata hivyo, miongo mitatu baadaye, swali la iwapo zama hizo zimefikia mwisho wake linaibuliwa hata ndani ya duru za kimkakati zenye hadhi ya juu zaidi nchini Marekani. Katika uchambuzi unaochochea fikra, jarida la Marekani la Foreign Affairs linaelezea hatua ya Marekani kuishambulia Iraq kama nukta muhimu ya mabadiliko katika mwelekeo wa uwiano wa nguvu duniani. Kwa mtazamo wa jarida hilo, mabadiliko haya yanaakisi mabadiliko katika kanuni za vita na kupungua kwa ubabe wa kijeshi wa Marekani kwenye kipindi cha baada ya vita baridi. Si kushindwa kwa jeshi la Iraq ndiko kulikofanya operation ya Desert Storm ya 1991 kwa tukio la kihistoria, bali vita hivyo viliimarisha dhana 4 za msingi katika fikra ya serikali, masoko na wadau wa kimataifa. Dhana ya kwanza ilikuwa kwamba Marekani ingeweza kuamua kirahisi matokeo ya kijeshi. Pili, ilikuwa na nguvu ya juu zaidi katika makabiliano yoyote ya kijeshi. Tatu, ingedhamini kirahisi usalama wa njia za biashara kimataifa. Na ya 4, ilidai kwamba kukabiliana na ubabe wa Marekani ni jambo hatari ambalo lingeandamana na gharama zisizo na dharura. Mtazamo huu potofu uliimarisha mfumo wa kambi moja yenye nguvu duniani na kuitwisha jamii ya kimataifa utawala wa kibabe wa Marekani. Hata hivyo, vita vya sasa na Iran vimethibitisha wazi kwamba fikra hii haina maana tena. Mapungufu ya operesheni za kivita za Marekani kwenye eneo, changamoto za kukabiliana na mifumo hamishika, ndege zisizo na rubani za bei nafuu na mitandao iliyotawanyika, yote haya yanaonyesha kwamba teknolojia za kisasa zimevunja ukiritimba wa nguvu za kijeshi. Vita vinavyohusisha teknolojia za kisasa sio tena jambo linalohodhiwa na nchi chache zenye nguvu kubwa duniani. Nchi za eneo sasa zinaweza kutumia teknolojia zilizopo kwa ajili ya kuyasababishia gharama kubwa mataifa yenye nguvu duniani. Muhimu zaidi ni kwamba mabadiliko haya hayahusiani tu na maendeleo ya kiteknolojia, bali ni mabadiliko ya kimsingi katika fikra nzima kuzuia uchokozi wa adui. Awali, ubora wa kijeshi wa Marekani ulikuwa chanzo cha imani kwa masoko ya dunia, makampuni ya usafirishaji, wawekezaji, ambapo serikali zilifanya shughuli zao zikiamini kwamba Washington ilikuwa na uwezo wa kudhamini usalama wa biashara kimataifa. Hata hivyo, imani hiyo inapopungua, madhara ya kiuchumi hujitokeza wazi hata bila kuwepo vita kamili, yakianzia katika kupanda kwa gharama za bima kwa meli zinazobeba mafuta hadi kuvurugika kwa mifumo ya usambazaji wa bidhaa na kuongezeka hatari ya kijiopolitiki. Kama jarida la Foreign Affairs linavyobainisha, umuhimu wa tahadhira za mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran yanahusiana na swala hili. Kwa mtazamo wa jarida hilo, swala la msingi sio upande gani ulisababisha uharibifu mkubwa zaidi au ni maeneo mangapi ya kijeshi yaliyoharibiwa, bali swali la msingi ni kama Marekani bado inaweza kudhamini usalama kamili wa njia za kimkakati za kimataifa kama ilivyokuwa katika miaka 1990. Kuulizwa swali kama hilo katika mojawapo ya machapisho yanayoongoza sera za kigeni nchini Marekani yenyewe ni ishara ya mabadiliko ya kifikra ndani ya duru za kimkakati za Magharibi. Wakati huo huo, kuenea kwa vitambuzi na mifumo ya juu ya mwongozo na mawasiliano si tena bidhaa za kipekee zinazohodhiwa na majengo makubwa ya kijeshi na viwanda.